Kamata maji. Baka takogota nini? Leo ndio mwisho, maana yake kila kitu yote kuya huku kuona mwaveni ku. Kama unavyoshuhudia ndugu mtazamaji, hapa ni masasi ndio inalia vizuri hapa, watu wanapiga vizuri. MONUSCO wanapiga masasi huku kila mtu anapiga masasi, watu wanapiga majiwe, kila kitu ili kuleta vurugu, kufukuza kambi ya MONUSCO. Hapa kambi ya MONUSCO iko hapa juu, unaona hapa kwa juu. Kuna kambi ya MONUSCO. Tangala sana kuona wasoda yetu hawapokee mshahara, lakini wa MONUSCO wako wanapokea. Wako wananyamba mavi, wanaenda hapa. Sawa, wa MONUSCO wako wananyamba mavi, wanaenda batupia nayo kule maplane. Tunataka ndio maendeleo waende kwa kokota la singa, kokota yo. Nakota ni nyuma na kabani. Wewe. Piga. Atie. Kikishuka tu kile basi. Kione swali. Ushakucha hapa tayari. Beti leta ingine majiwe, leta majiwe. Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Perpro TV, ikiwa ni tariki 27 mwezi Julai mwaka 2022, tukiwa kwenye maandamano ya waraia wote wa Uvira ambao wanaandamana kuhusiana na shirika la MONUSCO. Wanadai kwamba MONUSCO iweze kurudi kwao. Ni baada tu ya juzi tariki 25 maeneo ya Goma, ambapo inasemekana kwamba raia wa Goma wote waliandamana kali sana na kuivamia kambi ya MONUSCO na kudai kwamba waweze kuondoka na kuwafukuza kabisa, wasibaki tena katika mji wa Goma, na kuambia kwamba hawataki. Na leo ni tariki 27 tarafu kwenye mjini Uvira, raia wote wa Uvira nao wanaandamana vikali kusema kwamba hawataki MONUSCO iweze kuendelea katika nchi ya Kongo. Hayo na mengine zaidi endelea kushuhudia, tuko ndani ya uwanja. Kwa maelezo zaidi unaweza kutupigia katika namba hiyo ambayo ya WhatsApp ambayo inapita hapo chini. Mimi ni mtangazaji wako Lisemo Tukwa, nyuma ya kamera ni KL Pro. Tuko na umoja kati ya watu ambao wako hapa kwenye maandamano, kwenye mgomo ambao wanafanya mgomo, na tunaweza kuongea naye mawili matatu kuhusiana na mgomo huu. Jambo mkubwa. Jambo bwana mtangazaji. Kwa majina unaweza kujitambulisha ili watu waweze kufahamu zaidi? Mimi ni Maître Yohana Pierre Jean de Dieu Kashologozi. Tumeona mashirika za kiraia wametuma habari kwamba siku ya leo tariki 27 watu wasiweze kufanya makazi yao, watu waweze kukaa chini na kufanya mgomo kuhusiana na shirika la MONUSCO waweze kuondoka. Na tumeona makazi kweli zimefungwa hivi, na inahusiana na nini kutokana na hii habari? Kwa kweli bwana mtangazaji, utaelewa ya kwamba shirika za kiraia ziliandika vibarua zikazidepose kwenye mji wetu wa Uvira kwenye maire de la ville. Maire de la ville alizipokea. Wakati alijipokea, lakini wakati waliitisha watu kufanya kikao, hakuna mtu yoyote ambaye ameonekana ili aongee na serikali, ili aeleze serikali kama hii ni marche yenye iko organize na masosiete civile. Hapo wakati nimemfuata meya Makamo, ndiye alishuhudia ile kwenye radio Kapi leo asubuhi. Sasa bwana mtangazaji, uelewe ya kwamba watu wako kwenye barabarani au watu hawafungui maduka zao, maana MONUSCO imesumbua watu. MONUSCO inasumbua watu. Hivi tunahesabia miaka 12 na MONUSCO iko Mkongo. Ilianza na jina ya Monique, leo inaitwa MONUSCO. Tuliua mission ya MONUSCO wakati ilikuwa ni kugarantir paix et la sécurité internationale, mais lakini ilifanya contraire, haikugarantir ile amani na ile sécurité internationale, ilifanya contraire ya kubileta. Sasa ndio bidumu
Juu mpaka hivi depuis ilikuyaka humo haiyawezaka fanya ile mission yake. Parce ile ni ma mission zenye ziko za MONUSCO. Charte des Nations Unies article 24 yenye na determine mission yayo. Hatuyue eske vraiment watu balikuyaka tumikia inchi ya Kongo, balikuya linda mipaka ya inchi ya Kongo, eske balikuya linda rahia wa Kongo, eske walikuya fanya nini? Ndo tulitaka tujue hapo, bwana mtangazaji. Ni kitu gani kinaonyesha kwamba MONUSCO haiyafanya kazi? Kitu ya kwanza, mission principale, bakikupa mission principale banakuambia uende fasi fulani umaintenir ordre na sécurité. Kisha ushindwe kufanza ile ordre na sécurité. Unapenda nini? Mission ya MONUSCO tuliwa kama inakuya garantir amani na kuleta usalama na kugarantir sur le plan international. Ndo mission yayo. Me lakini haikufanya hata kitu kimoja. Tunaona kwamba tulivyotegemea hii maandamano hatukujua kama itakuwa mgomo baridi, kwa sababu tuliwaza kama watu watakwenda na kuvamia kambi kama walivyovamia Goma, lakini tunaona kwamba ni makazi tu ndio yanafungwa na watu wako baridi. Ni hivi ndio ilipangwa ifanyike. Utaelewa ya kwamba wakati walipanga ni population ndio ilipanga. Tutaweza sema saa hizi hivi na population inageuka na ingia inapiga MONUSCO pale, na ikipiga hakuna problem. Sisi tunasema MONUSCO iende. Sisi tunasema tuliomba MONUSCO ikuye depuis 1960. Tulisema ya kwamba MONUSCO ikuye tusaidie kugarantir sécurité ya inchi na ilinde mipaka. Me hadi leo mpaka leo hivi tuko 2022, pour votre information, wakati MONUSCO ilikuya haikufanya kitu yoyote. Kwa hiyo gisi tuliombaka irudie, bado hatuyawasha moto. Ni kusema kwamba MONUSCO, wewe una Biblia unasema sana MONUSCO hawajafanya lolote. Hivi kusema kweli, tukiwaza statistiki yote kama kufanya statistiki, kama tunawakorije tutaweza bapatia 0. Hakuna kitu kimoya kenye MONUSCO ishaka fanya Mkongo. MONUSCO yafanyaka kitu kimoya. Tuliua kama itagarantir sécurité ya batu. Au contraire, yeye ndio iko na tuma sécurité inaendelea kudumu. Pourquoi? Parce que d'abord mission yabo ingilipashwa kumetrize bale ba rebele bote bako mpori na kuleta usalama, me lakini yeye ndio iko na babebea bifao. Yeye ndio iko na tudekuraje tusipige adui ingie tu Mkongo. Mission yabo tuliyua depuis zamani, na gizi tulijua, tunasema saa hizi bakunje mirago baende, hatutaki problem. Basi tafute kisiki ni kwale. Okay, mkubwa, ni kusema kwamba maandamano ya leo, mgomo wa leo tayari umeanza na ingali asubuhi, bado tujafikia mwisho wa mgomo. Na nini ambacho unacho cha mwisho cha kueleza watu kuhusiana na mgomo huu na kuhusiana na swala lote ambalo mnalipigania? Acha niseme hivi kwa lugha ya Kifaransa, Inas Bitakwira alisema vile, Bahati Lukwebo alisema vile, kama vile wasena. Na tunasema si tuko tunaendelea kusema hivi, tunajireunir, population itafanya madevoir zayo. MONUSCO ilishafanya byake benye ilikuyaka na tulishabiona, sike maplanification zao zote tuliziona mapema. Sasa na sisi tunajireunir na tutahakikisha mpaka omweke mtu wa mwisho ndo atabakia juu aliberei Kongo. Asante sana. Asante bwana mtangazaji. Ilikuwa ni maoni ya raia ambaye ako ndani ya kwenye mgomo huu ambao watu wanaendesha leo tariki 27 maeneo ya Uvira. Hayo na mengine zaidi, endelea kuungana nasi katika TV yako channel Perpro TV International. Karibuni. Tumefanikiwa kukutana na wengine ambao wanafanya mgomo hapa, watakwenda kujitambulisha wenyewe. Jambo mkubwa. Jambo bwana journaliste, mimi ni mratibu wa Société Civile Nationaliste Congolais, Atibu Modeste Colombi. Tulitaka kuzungumzia kama tumefanya mgomo baridi na maandamano pia,
ni kuhusu tabu yenye wakongomani wanaendelea kushikilia katika nchi ya Kongo. Sababu depuis MONUSCO ameingia hapa kwa Kongo ilikuwa mwaka wa 1119. Hivi amefanya miaka 22 kwenye Kongo. Sasa hatuoni kazi MONUSCO anafanya hapa kwa Kongo. Ndiyo maana tumejiunga mashirika ya kiraia zote, Société Civile des Nationalistes Congolais, Société Civile Citoyenne na Société Civile RDC Sisipo. Tulikuwa malengo yetu ni nini? Kuomba depart ya MONUSCO iondoke kwenye udongo wa Kongo. Kwa sababu inakuwa wakati ya wakongomani kujikomboa wenyewe. Wameteseka miaka mingi. Ukiangalia vizuri, MONUSCO amekuja kakreema group za arme, 86 group za arme za kuendelea kuharibu maisha ya wakongomani, kuua wakongomani, kulinape watoto wadogo. Mambo hatukuona imeonekana katika mji wa Uvira, katika maeneo yote ya Ituri, katika maeneo ya province ya Nord Kivu na Sud Kivu. Sasa tumechoka na mahali pengi watu wanakufa hovyo na anaendelea kupora mali ya nchi. Sasa wakongomani wanasema trop c'est trop, ni wakati ya kujikomboa wenyewe. Sasa sisi na lengo lote tunashutumu wale wengine wanaotembea kinyuma ya sheria kuuzisha wandugu wao wakongomani juu ya kukula rushwa. Ile rushwa na wajua kama kuna wakati watajikuta wamehangaika katika Kongo. Lengo letu ni nini? Tunaambia MONUSCO aondoke mara moja bila kushinda anauliza. Tunaomba depare yake mara moja. Na akikatala kutoka mediatima tunaiomba kabisa. Na kama hakutoka tutakamata plan B. Ile plan B tutatumikisha, hataonekana kusoko, hataonekana kwenye kanisa, hataonekana kwenye msikiti, hata barabarani tutamtupia majiwe, kwote hataonekana. Ndio maana tumeomba MONUSCO aondoke, arudie maeneo ya Kongo. Na hii mgoma tumefanya na maandamano, lengo letu ni kwenda kumuondoa MONUSCO pale kukazi yake anapoikaa. Ndio maana tunasema pamoja na nguvu ya wakongomani wote tuna haki ya kufanya ile maandamano, tuna haki ya kujitetea na kufanya hii mgomo baridi. Na waza kama watafikia wafikie waondoke, kwa sababu hatuyapenda kuwagusa hako, lakini tunaomba waondoke mara moja kwa eneo ya Kongo. Asante wana journalist. Asante sana. Acha tuende upande mwingine. Jambo mkubwa. Jambo sana. Unaweza kujitambulisha ili watu wafahamu wewe? Mimi kwa majina naitwa Imani Kwibe Jacques Kasombe, coordinateur wa Société Civile Nationaliste Congolais, chefferie yote ya Bavira na commune ya Kalundu. Tunaona mko kwenye mgomo kwa sasa na kuna kama mnatumia hasira kubwa, sijui kwa sasa ingali bado asubuhi, mnapanga nini kwa mgomo wa leo? Sisi kama tuko ndani ya mgomo ni juu ya kuona magumu ya watoto wa Kongomani ambayo wanapitia miaka yote. Vifo vilianza miaka mingi depono na sisi tuko mvifo, wakatuambia kama wanatuletea MONUSCO juu ya kutuletea amani. Kumbe wakati walituletea MONUSCO njoo vita inaendelea na M23 kabisa inazidi kutusonga sisi na kutuambia MONUSCO inatuambia hatuwezi kupambana na MONUSCO. Na ile kabisa ilisirikisha wakongomani wote kwa maana MONUSCO ni watu ambao wanapokea hela nyingi ndani ya nchi ya Kongo, $3,000. Ukiangalia majeshi yetu wanazidi kupata magumu sana, wanapokea ni 70,000 francs. Zaidi ni $100,000 ya makongo. Sasa inajikuta sisi tuna huzuni sana kwa maana watu wa MONUSCO walizidi kututukana vile waliona magumu ya majeshi yetu ili wazidi kutuzarau, na sisi tutatetea teni zetu za Kongo za FARDC mpaka mwisho. Hapa tunaomba ni depart ya MONUSCO atangia saa hii. Hatutawagusa leo, leo tunawaambia waende na wale wengine ma coordination ya societe civile wenye walikula rushwa. Bajitahidi kukula rushwa, mekuko siku itabatoka. Sisi tutabaki wazalendo mpaka kufa juu ya bulongo yetu ya nchi ya Kongo. Asante kwa nyinyi nyote. Ni baada ya kutoka kwa Mlongo ndio tunajielekeza kwa Kiromoni ambapo kuna shirika kwenye ambapo makao ya MONUSCO inakaa. Kuna makazi ya MONUSCO hapa, ndo raia wanakuja kuvamia hapo kwa kishindo na kasi mpya, ambapo kama unavyoona kule ndo kuna makazi ya MONUSCO ambayo inazungurukwa na polisi na askari, ndo wanalinda hii makao ya MONUSCO, ambapo raia bado wanapambana vizuri ili
kujitahidi kuangalia namna ya kuingia na kuvuruga vitu, lakini serikali wanafanya kazi yao, wana tranquilize watu na kuwarudisha nyuma wasifanye mavamizi yoyote. Tupo endelea kuungana nasi, tupo ndani ya uwanja. Perpro TV, chaguo sahihi. Karibuni. Kama tulivyokuambia tayari tumeshawasili, na kama umeona vurugu ambayo inaendelea kufanyika hapa kwenye makambi ya MONUSCO, na tuko na mmoja ambaye ni observateur, ameangalia, ameshuhudia tukio lote gisi limeendeka, gisi raia walifika wakafurugana na askari wa Kongo na polisi ambao wamejitolea kufanya security, ndio wamerudisha raia. Atakwenda kutueleza mawili matatu kuhusiana na alichokiona. Jambo mkubwa. Jambo sana. Kwa majina unaweza kujitambulisha ili watu wakufahamu? Mimi ni Justin Mjanja. Justin Mjanja, tupenda kujua kwa sababu tumefika hapa tumekuta vurugu hadi masasi zikalia. Sijui kama wewe ambao ulikuwa unashuhudia tukio, ilikuwaje mpaka askari wakapiga masasi kuhusiana na kuleta usalama? Yaani leo tumekuwa hapa sisi wote tuko tunaangalia gisi maandamano yanaendelea, lakini wakati tulisimama hapa ikabidi raia ilikuwa nataka kuingia kwa MONUSCO ili waende wavuruge vitu vyao mule na kuwaumiza. Serikali ikaona hata haiko mzuri, yaani serikali kama nasema serikali yani ni polisi na waskari wote wakabana, wakaanza piga masasi, watu wakatawanyika, na hivi kabisa tunaona watu wanakimbia wanakuwa kwa mbali hivi. Ili hapa hii moto hapa kama inaweza kuwa ni mataili ambayo wanawasha hapa, ni maraia ndio wamewasha hapa ama askari? Sisi maraia ndio tulimewasha hapa, tumewasha kabisa ili tuoneshe kama tunajua kazi sisi wazalendo. Alafu nasikia kama kwa nyuma kuna masasi zingine zinapigwa kwa nyuma, sijui kama nako kuna vurugu kwa nyuma ama hapa. Ndio kama unaona kule nyuma masasi inapigwa, kuko wenzetu wako kule nyuma na wengine wako huko mbele. Wale walipigiwa kule, yani wale wa kule nyuma wako wapenda watobole kule nyuma. Asante sana. Asante. Kama unavyosikia raia wa Uvira wanagumuka sana, wanafanya mgomo mkali kuhusiana na MONUSCO, akidai MONUSCO irudi kwao. Kama unavyoona hapa kuna hata kwenye maukuta kuna alama za masasi ambazo watu wameshapiga sana, na huko nyuma kuna vitu ambavyo kuna sehemu ambapo raia walikuwa wanataka kutoboa ili waingie ndani, lakini wamekimbizwa na milio za risasi, kwa sababu watu wamepiga risasi sana na mambo mengine ambayo watu raia bado hawajaridhika, bado wanajaribu tena kupima. Kamata manifestation kwa nguvu. Ndoka takogota nini? Leo ndio mwisho, maana yake kila kitu yote kuya huku kuona mwaveniko. Kama unavyoshuhudia ndugu mtazamaji, hapa ni masasi ndio yanalia vizuri hapa, watu wanapiga vizuri. MONUSCO wanapiga masasi huku kila mtu anapiga masasi, watu wanapiga majiwe, kila kitu ili kuleta vurugu, kufukuza kambi ya MONUSCO. Hapa kambi ya MONUSCO iko hapa juu, unaona hapa kwa juu kuna kambi ya MONUSCO. Tangala sana kuona wasoda yetu hawapokee mshahara, lakini wa MONUSCO wako wanapokea, wako wananyamba mavi, wanaenda hapa. Sawa, wa MONUSCO wako wananyamba mavi, wanaenda batupia nayo kule maplane. Tunataka ndio maendeleo waende kwa kokota la singa, kokota yo. Nakota ni nyuma kabani. Wewe. Piga. Atie. Kikishuka tu kile basi. Kione swali. Ushakucha hapa tayari. Beti leta ingine majiwe, leta majiwe.